Za asubuhi tena mtazamaji, kumepambazuka tena. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku njema hii ya siku ya Jumatano, hali ya baridi kama kawaida ndani ya Arusha jamani. Ikiwa leo ni Julai 2, 2025, kambi yetu ya matibabu imetoa pale. Ikiwa leo ni siku ya 3, itafanyika wiki nzima mpaka siku ya tarehe 4 Julai, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Uko nami Pendo Goton ninayekusogezea magazeti haya asubuhi ya leo. Nitakusomea vichwa vya habari kisha wewe utaenda kununua nakala yako, utapitia zaidi kile ambacho kimeandikwa katika magazeti. Nikianza na gazeti la Tanzania Leo, wao wameandika kwamba UDSM yaeleza maono ya Rais Samia. UDSM yaelezea maono ya Samia. Maelezo ya rais kwao ni kukipeleka chuo katika mikoa, ni sehemu ya ujenzi wa vyuo vikuu vipya 16 kwa mpigo nchi nzima, zaidi ya shilingi bilioni 60 kuwekezwa Lindi, Kagera, Zanzibar. Habari hii unapata katika ukurasa namba 3. Lakini makamu wa rais ashiriki mkutano wa LDCs Hispania, soma katika ukurasa namba 2. Serikali yatoa bilioni 9 kuwezesha ujuzi nguvu kazi. Serikali yatoa bilioni 9 kuwezesha ujuzi nguvu kazi, soma katika ukurasa namba 4. Petroli diesel yashuka bei, lakini pia watu 232 wapimwa moyo banda la JKCI, maonyesho ya Sabasaba, soma katika ukurasa namba 3. Gazeti la Mwananchi, makusanyo TRA yatoa mwelekeo mpya Tanzania, soma katika ukurasa namba 2. CRDB yaweka rekodi tena, bondi yatua kimataifa, soma katika ukurasa namba 2. Vita vya wabunge CCM licha ya mafuriko ya makada kuchukua fomu kuomba uteuzi wa ubunge CCM, kuna vita nyuma ya pazia inaonguruma ya makada wakiwemo mawaziri, marasi na wabunge kupigana vikumbo, soma katika gazeti hili hapa ukurasa namba 4. Lakini pia Jamhuri yaomba muda zaidi kesi ya Lissu, yeye ataja uchaguzi, soma katika ukurasa namba 3. Lakini pia ukapuaji wa mizigo katika malori usiku tishio Pwani, soma katika ukurasa namba 6. Janga taarifa za watu wenye vifungashio zikisambaha, soma katika ukurasa namba 18 katika gazeti hili la Mwananchi. Gazeti lingine hapa asubuhi ya leo, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, wao wanasema kwamba vikumbo vya ubunge vyazidi kushika kasi, wengi wajitokeza kuchukua fomu Kitwanga, Sabaya, Njengeleja pamoja na wengine waibuka, soma katika ukurasa namba 3. Lakini pia ukurasa namba 16, TRA yapanga kukusanya trilioni 36 mwaka wa fedha 2025-2026. UN yasisitiza ulazima kusaidia nchi masikini, soma katika ukurasa namba 19. Wanafunzi wafariki dunia kwa kufukiwa na kifusi, soma katika ukurasa namba 4. Lissu adai magereza imetekeleza maombi ya madai yake, soma katika ukurasa namba 3 hapa wameandika hivyo. Lakini pia gazeti lingine hapa, gazeti la Habari Leo, hatima kesi ya uhaini ya Lissu Julai 15. Kesi hiyo ilisikilizwa jana pale Kisutu, lakini imeahirishwa tena, itasikilizwa Julai 15, soma katika ukurasa namba 7. Sababu 7 TRA ikikusanya trilioni 32 ni kwa mwaka wa fedha 2024-2025 yavunja rekodi tena, soma katika ukurasa namba 3. Lakini mpango aitwa Vietnam uwekezaji viwanda kilimo, gazeti hili limeandika hivyo. CCM yafunga pazia leo, Sabaya achomoza, mafuriko yaendelea majimboni da hapatoshi. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Kagera kujengewa hospitali magonjwa ya mlipuko, lakini pia petroli diesel za shuka bei, soma katika ukurasa namba 17. Gazeti lingine tena hapa, Zanzibar Leo, Daktari Mwinyi ateua wakuu wa wilaya mkoa, soma katika ukurasa namba 2. Hemed, awamu ya 4 imetendea haki sekta ya elimu, lakini serikali kujenga daraja panga tupu, soma katika ukurasa namba 3. ZRA ya kusanya bilioni 63.6 Juni 2025, soma katika ukurasa namba 2. Lakini vijana watawala uchukuaji fomu kuwania uongozi CCM, soma katika ukurasa namba 3. Gazeti la Uhuru, kweli daima, kasi uchukuaji fomu CCM ya kosha wakongwe, soma katika ukurasa namba 2. Muumini autuhumiwa kumuua mchungaji, soma katika ukurasa namba 4. Lakini Tanzania Vietnam
na ushirikiano Dr. Mpango. Katika gazeti hili la Ukweli Daima limeandikwa hivyo. Gazeti la Majira, Rais Samia aiwezesha TRA kuandika historia yavuka lengo la makusanyo yake kwa kufikia ufanisi wa 105% kwa mwaka wa fedha 2025-2026, haijawahi kutokea tangu kuanzishwa. Soma katika ukurasa namba 4. Bei ya petrol diesel yaendelea kushuka. Soma katika ukurasa namba 4. Lakini pia Daktari Mpango ateta na waziri mkuu wa Vietnam. Soma katika ukurasa namba 4. Lakini pia CRDB yaandika historia ya orodheshwa hatifungani ya kwanza ya kijani katika soko la hisa. Zaidi ya watu milioni 11 wanaweza kufa kwa kukosa misaada. Soma katika ukurasa namba 19. Katika gazeti hili la Majira limeandika hivyo. Nikwambie tu mtazamaji, nikimalizia gazeti la mwisho hapa, Taifa Tanzania. Tanzania na Vietnam wazungumzia uhusiano wa miaka 60. Katika gazeti hili ukurasa namba 2 wameandika hivyo. Lakini pia Daktari Samia, serikali yafikisha mafanikio makubwa Kagera. Soma katika ukurasa namba 4. Majeraha ya muondoa Aisha Masaka Twiga Stars. Soma katika ukurasa namba 16. Katika gazeti hili la Taifa Tanzania. Sina la ziada katika magazeti asubuhi ya leo, ni machache kati ya mengi ambayo nimekusomea. Kanunua nakala yako ukapitia kwa undani zaidi kile ambacho kimeandikwa. Nizidi kukukumbusha, bado una nafasi na muda bado unayo. Una siku ya Alhamisi, siku ya kesho, lakini pia una siku ya Ijumaa kambi ya matibabu ipo pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama, upasuaji wa mdomo wazi ambao unaendelea pale kufanyika bure kabisa. Fika pale upate huduma hiyo. Kwa niaba ya wale walioshiriki kuandaa magazeti haya asubuhi ya leo, ulikuwa nami Pendo Gorton, nikutakie asubuhi njema.